إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لقد أخرج الإمام البخاري والترمذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ndugu zangu katika iman, baada ya hutuba hii ya haja, katika hutuba ya leo biidhnillah taala tutaangaza na kutaja namna mitandao hii ya kijamii, simu hizi za mkononi zilivyoleta uharibifu kwa kiasi kikubwa, kwa lengo ya kwamba Muislamu atahadhari na ajipange katika matumizi yake ya kuitumia simu yake ya mkononi na mitandao ya kijamii kwa ujumla. Katika hadithi ambayo nimeitaja ya Ummu Salama akisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliamka siku moja katika usiku mmoja akasema subhanallah madha unzila laylata min alfitan, ni kitu gani kimeteremshwa usiku huu wa leo katika fitna. Madha futiha min alkhazain, ni kitu gani kimefunguliwa katika hazina. Maneno haya yanaashiria kwa wazi kwamba kufunguka kwa ulimwengu na maendeleo na uwepo wa hizi social media, mitandao hii ya kijamii na vyombo vya habari vyenye kuwasilisha habari kwa haraka na simu hizi za mkononi ni jambo ambalo limeleta fitna kwa kiasi kikubwa
baada ya maendeleo ambayo yapo. Kufunguka kwa mambo na kuwepo maendeleo ni ishara ya kwamba baada yake kuna fitna zitakuwepo. Ndio maana akasema madha unzila laylata min alfitan wa madha futiha min alkhazain, ni vitu gani vimekadiriwa na kuteremshwa usiku wa leo katika fitna, na ni vitu gani vimefunguliwa katika hazina. Kwa maana dunia itafunguliwa, mali zitakuwa nyingi, wa yaqubuhu alfitan, lakini ufunguzi huu na maendeleo haya zitapatikana fitna mbalimbali. Kwa mwenye akili akitizama dunia inavyokwenda na maisha ya watu yanavyokwenda kasi, anagundua kwa wazi kabisa kwamba maendeleo haya ya uwasilishaji wa taarifa za habari na utengenezaji wa habari, mitandao ya kijamii na mawasiliano vimechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana uharibifu na fitna mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema aiqidhu sawahibati alhujar farubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah, waamsheni wakazi wa hivi vyumba, kwa maana wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hakika wengi waliovaa hapa duniani watakuwa wako uchi siku ya kiyama akhira. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Auf bin Malik katika vita vya Ahzab alimwambia u'udud sittan baina yaday as-sa'a, alimwambia Auf bin Malik hisabu na uhifadhi vitu sita, hifadhi na uhesabu na uzingatie idadi yake, kwa maana vitu hivi sita baina yaday as-sa'a vitatokea mbele ya kiyama, kwa maana hivi vitu vitatokea kabla ya kiyama kutokea. Akahesabu vile vitu, na Auf bin Malik akidhibiti na kuhesabu. Miongoni mwa hivyo vitu akataja wa fitnatan la yabqa baytu ahadin min almuslimin illa dakhalat alayhi baytahu, na kwamba miongoni mwa hizo fitna sita akataja kuna fitna ambayo haitoacha nyumba yoyote ya Muislamu isipokuwa fitna hiyo itaingia. Al-Allama Salih bin Fawzan al-Fawzan katika sharh yake ya kitab Ahadith al-Fitan wal Hawadith ya Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam akasema fitnatun amma tadkhulu al-buyut, ni fitna zote zinakusudiwa zitakazoingia ndani ya majumba. Wallahu aalam annaha wasailu al-i'lam al-an, lakini hasa vyombo vya habari sasa hivi, wallahu aalam anna wasailu al-i'lam al-an, Allah ndiye anajua zaidi, lakini hasa ni hivi vyombo vya habari vya sasa, wa wasailu al-internet, na vyombo vya internet na mitandao ya kijamii kwa ujumla, tanqulu hadhihi shurur tudkhilu ala an-nas fi buyutiha, zikinukuu hizi shari kwa watu na kuziingiza katika majumba yao. Ndugu zangu katika imani, kwa yule mwenye akili akifuatilia hali na watu wanavyoishi, atafahamu kwamba mitandao ya kijamii na hivi vyombo vya habari na simu za mkononi kwa ujumla ni mchango mkubwa wa uharibifu katika upande wa itikadi na misimamo ya watu, kiasi ambacho anaweza mtu akakaa chumbani mwake akajirekodi na akarusha kile ambacho anakiona yeye amekizungumza kwa ufanisi na akili. Ala sabili almithal, kuna bwana mmoja amezungumza maneno ya kwamba mwanamke wa Kiislamu akiwa ameolewa ndio inatakana avae niqab, na kama hajaolewa
hakuna haja yeye kuvaa niqab, naye amevaa vazi la ushekhe. Lakini sababu kubwa yeye kufikia hapo ni haya maendeleo ambayo yapo sasa hivi na hizi simu za mkononi. Lakini si haya tu, wapo wengine ni waganga washirikina, wanaweza kujirekodi wakatangaza biashara zao na uganga wao na ushirikina wao na ibada za mizimu na mashaitani, ima kwa hoja ya kutafuta pesa na mifano mingine. Haya tumefika leo kwa sababu ya haya maendeleo ambayo yapo. Lakini pia kwenye upande wa tabia na adabu na maasi kwa ujumla, leo imekuwa vyombo vya habari, simu za mkononi, mitandao ya kijamii ni mchango mkubwa wa kutangaza uzinifu na maasi mengine kama unywaji wa pombe na madawa ya kulevya kwa ujumla, kwa sababu wasanii wanaimba kwa uwazi kabisa kulingania uzinifu na kunywa pombe na mapenzi kabla ya kuoana. Kwa hivyo mitandao hii ni mchango mkubwa wa uharibifu katika jamii tuliyokuwa nayo. Lakini pia katika upande wa watu kushughulishwa na kumtaja Allah na ibada pia kwa ujumla, mpaka baadhi yetu tunaosali nyakati za ibada zinafika na mtu anaongea na simu, anashughulishwa na simu yake mpaka sala ya jamaa ikampita. Mwingine anamaliza kusali hajamtaja Allah Taala, tayari ameishika simu yake. Leo ingia kwenye basi, chombo cha kusafirishia watu, uwatizame watu, 90% mtawaona wameshughulishwa na simu, na si kwamba wanatizama mambo ya msingi. Enda kwenye biashara za watu, kwenye vijiwe vya watu, utawaona watu namna gani wameshughulishwa na simu zao za mkononi. Hizi ndizo fitna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizibashiri kwamba zitatokea mbele ya kiyama. Kwenye majumba yetu leo watoto hawawezi kula, hawawezi kulala mpaka wadanganywa na simu na vibonzo na katuni, kiasi ambacho mpaka walimu wenyewe wamekuwa wakilalamika kunako kuharibiwa kwa vijana na haya maendeleo ya simu za mkononi na vyombo vya habari na mitandao ya mawasiliano kwa ujumla. Sasa mwenye akili yatakikanwa aitumie simu yake katika kiasi ambacho inapaswa, tena katika mambo ya khairi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. يقول عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, e mwanadamu, ni kipi kimekudanganya wewe kunako Mola wako mkarimu? Qala Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, ay hatta aqbalta ala ma'siyatihi wa qabaltahu bima la yaliq. Ni kitu gani kimekughuri, kimekudanganya e mwanadamu kunako Mola wako mpaka ukaelekea ukapata ujasiri wa kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kitu gani kilichokufanya wewe ukamkabili na kumlipa Allah Taala na yale yasiendana na yeye subhanahu wa ta'ala? La shaka miongoni mwa hivyo ni hizi simu za mkononi, mitandao ya kijamii, haya maendeleo tulokuwa nayo. Yakulu Taala: ya ayuha an-nas inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi watu, hakika ahadi ya Allah kusimama kiyama na kuhesabiwa ni ahadi ya kweli, hapana shaka ndani yake. Lakini asikudanganyeni haya maisha ya duniani na vilivyomo na maendeleo yake. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala kisikudanganyeni kuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtia ya Allah na mkamwasi ya Allah chenye kuwadanganya. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa,
hakika shetani kwenu nyinyi ni adui, basi mfanyeni ni adui, kwa sababu yeye anawalingania watu wake na jamaa zake ili wawe ni wamoja wa kuingia katika moto wa Sa'id. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathi al-Bari anasema wal gharur kullu ma yughiru al-insan. Gharuri katika hii aya ni kila ambacho kinamdanganya na kumghuri mwanadamu na kuchukua muda wake. Kila kinachomghuri mwanadamu na kuchukua muda wake, yakiwemo haya masimu yametushughulisha kwa kiasi kikubwa. Wa inna ma fusira al-gharuri bishaitan li'annahu rasun fi dhalik. Kisha akasema Ibn Hajar hapa Allah Ta'ala akasema inna ash-shaytana lakum aduwwun, kwa maana gharuri ni shaitan. Ametaja shetani kwa sababu yeye ndiyo kichwa cha yote haya yenye kumghuri mwanadamu. Ndugu zangu katika imani, usiachie simu yako ni yenye kukufanya ukaingia kila mahala. Usiruhusu simu yako na mitandao ambayo uko nayo, uko na Twitter, Instagram, siyo na kadhaa, yani ukawa wewe washughulishwa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na nyakati za ibada. Kila wakati utazama simu yako, umeshughulishwa na simu yako. Wakati mwingine unapigiwa simu ukiona kwamba simu ya biashara, ukamheshimu aliyekupigia mpaka sala ya jamaa inakupita. Haya ni miongoni mwa hayo yaliyokuja kutuharibia utaratibu wetu wa Kiislamu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na neema zake atuongoze sisi katika njia iliyo ya sawa. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم دمر الشرك وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا على الحق وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.